Nakwambia siku moja, I swear, yani sielewi nini kinachoendelea, naamka hospitali na mapingu. Tumbo wangu lilikuwa linatoboka kwa sababu ya vidonda vya tumbo. So I cannot take anything, hata bia siwezi. Nitatapika damu, nitalazwa. Zamani nilipewaga hilo jina la utani kwamba bonge mwepesi, yani Lynn Misamba bonge mwepesi, sababu nilikuwaga bonge lakini pia nilikuwaga najikunja. Yes. I'm sorry, I need a minute. Sababu I understand. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu. Hello guys, mambo ni vipi, mambo ni aje? It's another beautiful and amazing day ambayo tunakutana kwa ajili ya kusikia story ya mtu ambayo itatuvusha, itatupa michongo hapa na pale, lakini pia itatuburudisha. Mgeni wetu wa leo ni mmoja kati ya wageni ambao wamekuwa requested, especially kwenye DM zetu mara nyingi sana. Watu wengi wanamjua kutokana na, anafanya TikToks mbalimbali, lakini pia watu wengi wameona mahojiano yake sehemu mbalimbali wakatamani kuendelea kusikia. Watu wengi wanapenda tu, kumsikia akizungumza kwa sababu story yake inagusa watu wengi, na kwenye familia nyingi kuna baadhi ya members ambao wamepitia hayo masuala. So wakisikia story yake wanafurahi. Na kuna wengine pia walitamani tu kumuona amekaa akielezea tena story yake, kwa akasema tunamtaka Lynn Misamba. We want her here. Tuzungumze kuhusu muziki wake, tuzungumze kuhusu talents zake nyingine, kwa sababu ana vitu vingi sana vizuri vya kushare na sisi. Ni msichana ambaye ni shupavu, mimi namuona ni mwanamke ambaye ni washoka, yuko vizuri sana. Kwa hiyo leo tutapata kusikia mawili matatu kutokea kwake. In case you don't know her, ni mmoja kati ya mdada ambaye alishawahi kupita kwenye masuala ya uraibu wa madawa, lakini akavuka, and she's strong and healthy and happy, so ni definition ya kuonesha kwamba no matter what you're going through, unaweza ukatokea upande wa pili, yani kuna mwanga at the end of the tunnel. So ni vizuri sana kwamba leo tutampata hapa ndani, tutasikia mengi sana kuhusiana na yeye, tutaenjoy. Ni mcheshi pia, lakini pia ana vipaji vingi, ana vitu vingi ambavyo watu hawavijui. Siku ya leo tutavijua, kwa usiende kokote jamani. Hii ni Story Yangu Podcast, na unaweza ukashiriki kwenye episodi zetu hizi kwa kutuambia ni nani ambaye unataka kusikia story yake, ama unaweza ukatuambia wewe kama uko na story ya kwako, unatamani kuja kutusimulia, unatuandikia tu kwenye DM yetu ya Story Yangu Podcast Instagram, ama kwenye page yangu ya Instagram _14, ama kwenye page ya Femina Hip official page, ile ukaandika story yako briefly tu, and then watu wetu watapitia, and then ikikidhi vigezo unakuja unaketi hapa unatupa story yako, kwa sababu lengo letu ni kuburudika na kuelimika at the same time. Kwa hiyo karibuni sana kwenye episode yetu ya leo na mrembo wetu Lynn. Karibu sana. Asante sana. Mambo. Asante, salama, namshukuru Mungu nipo hapa salama jamani. Karibu sana bwana. Asante mno. Kama amuoni vizuri mjue Lynn amenyoa zake uparafu kakupakia hina. Hivi sio unaelewa? Mwendo wa kitofauti, yani tunapenda utofauti. Kula mnakotaka apite hapiti. Anapita anakopajua mtaelewa. Sasa lazima kila mtu wafanane. Mtakuta tumevaa mawigi hapa yote ndio nini sasa? Sasa kwa sababu pia tuko tofauti. Mimi nimezaliwa na akili inavyowaza tofauti na wewe. Kabisa. OP na wengine kabisa. Kabisa. Unajua ndio slogan ya Lynn kwamba ni mambo kiutofauti. Mwendo ni utofauti, ulivyokariri atuendi hivyo. Sasa bana Lynn, karibu sana. Asante. Mimi nimekutambulisha kwa namna ambavyo nakujua, kwa namna ambavyo nakuona kwenye social media, na namna ambavyo watu wanakujua kwenye social media, lakini lazima nikupe nafasi ya kujitambulisha wewe kama wewe. So, hebu tuambie Lynn ni nani? Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa kuwepo hapa, na namshukuru Mungu kwa kuni invite kuja hapa. Lynn ni nani? Lynn ni mwanamke ambaye ana characteristics tofauti. Historia yangu sio definition yangu. Kwa mimi siwezi nikasema tu mimi ni mwanamke nilopitia 1 2 3 4 5. Mimi ni vitu vingi ambavyo vimekusanyika kuwa kitu kimoja. Kwa naamini Lynn ni nani? Lynn ni mwanamke aliyeumbwa na Mungu awe vile ambavyo alivyoumbwa, na kuishi maisha yake katika uhalisia ambao Mungu ameumbia kuishi. Amen. Natumaini nimejibu swali lako vizuri, lakini pia naomba niingie kwenye jina hilo la Misamba hilo. Naomba niingie ambao sisi tunakuitaga Masimba, si kwa nini? Ndio hicho nilichokuwa nataka nikiongelea. Hivi kwa nini watu wengi wananiita Lynn Masimba? Hivi pale hawaoni kwamba ni Misamba? We don't really care about the meaning. We care about. Lakini pia ukiingia kwenye account yangu inajielezea kwa nini ninaitwa Lynn Misamba, kwa sababu ninacheza michezo ya sarakasi tofauti. Yani napenda yes kusema za kweli. Ndio maana zamani nilipewaga hilo
jina la utani kwamba bonge mwepesi, yani Lynn Misamba bonge mwepesi, sababu ni kuaga bonge lakini pia ni kuaga najikunja. Yes, kwa hilo jina bonge mwepesi likaondoka kwa sababu nilipungua, lakini Lynn Misamba bado likabaki. Yes, wow, yes, that's yes. amazing. You're doing music too. Yes, pia. Kabla hatujafika huko tunaanziaga kwenye familia huko nyuma. Lynn, you were raised by two beautiful parents. They really love you, jamani. Yani ninamshukuru Mungu kwa wazazi alionipa, honestly. Yeah. Siwezi nika ever ask for wazazi wengine, because walivyo ndo vile nilivyohitaji. Sio, unanielewa? Because kwa mtizamo wangu mimi, kwenye jamii nyingi sisi wa Afrika kuna distance fulani, yani watu wanaeka watu wanaeka neno heshima kucompensate, sio, unanielewa, kucompensate ile distance ambao wanaitengeneza kati ya mtoto na nini na mzazi. Wakati ile distance wakifupisha, wakatengeneza muungano, umoja, you become a force to be reckoned with. Yani hamna kitu kinaweza kikatoa hiyo kitu hapo. Sio, unanielewa? So kwa kweli ninamshukuru Mungu sana 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 kwa wazazi walionipa, kwa walivyonilea. Mimi kwa kweli nimelelewa, sorry Kiswahili kidogo sijui, nimelelewa kwenye familia kwa kweli ambayo inamcha Mungu. Exactly. Yani ina hofu ya Mungu. Sijui, unanielewa? Na kwa sababu ina hofu ya Mungu, wana hofu ya kumuumiza binadamu alio pembeni wake. Sijui, unanielewa ninachokisema? Kwa sababu sisi tunaamini kwamba kila binadamu ana kiumungu ndani mwake. Sijui, unanielewa? Yani Mungu alivyotupa uhai, naamini alitupa yani kiumungu ndani yake. So kama wewe ni binadamu ambao una hofu ya kweli ya Mungu, utakuwa na hofu hata ya kumuumiza na binadamu mwenzako. Nimekuzwa kwa kweli kupendana bila masharti. Lakini sio kiupumbavu sasa, kwa sababu sijui unanielewa ninachojaribu kusema, because you have to use your brain. Ndio una have unconditional love kwa kila binadamu kama Yesu alivyotuamrisha kwamba tupendane, yani pendaneni, lakini ndo usiruhusu hayo mapenzi mipaka na vitu kama hivyo. So honestly kwa kweli ninamshukuru Mungu, nimetoka kwenye familia yani imejitahidi sana 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 kwenye kunilea. Lakini uwezi ukajua maisha yatakavyompeleka binadamu, hata kama mzazi amekuleaje vizuri. Si unanielewa? Huwezi jua maisha yatakavyonipeleka. Na mimi ninaamini njia niliyopita huenda ndo njia ambao Mungu alinipangia nipite, ili unanielewa ninachojaribu kusema. So nimetoka kwenye familia ya watu wawili tu, mimi na dada yangu, yani tuko wawili tu. Mimi na kadada changu mwenyewe nampenda sana. I love you Bella, jamani, nampenda mno. Yani tumekuwa almost kama mapacha wa nje. Tumepishana kidogo sana, so tulikuwa kama mapacha. Yani tunavalishwa almost sare, sio, unanielewa? Tumegraduate darasa la 7 wote, tumegraduate form 4 wote, tumegraduate form 6 wote. And I'm talking about darasa moja. Not sijui form 6 ndio anakaa darasa huku, mimi nakaa darasa moja. Yani we were like this. Tulipofika tu sasa chuo ndo kidogo tukananie kidogo. Yes. So I'm going to say interesting thing, unajua ndugu wakisoma darasa moja, it's always interesting. Very. Yani kabisa. Kwenye performance ilikuwa mnapishana au mko mnalingana au mko mnakaviana vipi? Yani okay, to be very 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 honest, so mwanzoni mimi nilipelekwa mbele kidarasa, ndio maana nikamkuta dada yangu. Sio, na yako kidogo mimi kidogo yani sitaki kujiweka juu au nimweke mwenzangu chini, lakini nilivushwa, ndio hapo nikamkuta. So I think nimekujibu swali lako by kusema hivyo. Wanapewa kila kitu kilichobaki. Akili, uzuri, kila kitu wanapewa ovyo. Hapana, dadangu mimi jamani, mbona ni mrembo sana. Unajua ni firstborn. Kwa na wazungumzia pia wadogo zangu. Kama yeye ndo mpole, mimi ndo nakuaga mkorofi kidogo. Siku zote mdogo, hata kwenye pacha wadogo ndo wanakuaga. Sasa ni mpole sana mpaka anaruhusu watu wengine yani sometimes unanyeko lazima fight for her. Yani mdogo ndo anamdefend. It's always like that. I don't know why, like it's okay. Yes. So growing up mmekuwa close sana. Unakumbuka ushawahi kugombana na dadako, yani ugomvi ambao ilikuwa ni sana. Ugomvi ambao ni unforgettable na mkafanya kitu ambacho kilikuwa ni hata mkifikiriaga hivi mnaona like of course. Dadangu sio alishaye kunitupa kwenye jalala na mimi nimemwachia hapa ska. Nilimbonda na jiwe.
yani unajua mimi nilivyozaliwa dadangu akaanza kufeel kidogo jealousy, si unanielewa kwamba mimi nimezaliwa, so kulikuwa kuna yule mfurugano ule wa mtoto wa kwanza na mtoto wa pili, sijui na sasa tulikuwa wengi tu kwa yani ndo tukajikuta yani tunafuruga, sijui unanielewa, lakini hatukufanya huo ugomvi ndo uwe kama ni chuki. No, inakuwa tu ni ile competition fund tulivyokuwa wadogo sasa hapa, lakini tulivyokuwa we grew out of it. But yani kuna siku akanikuta nilikuwa na nyonya kwa mama hapo sana anihadisia mimi, obviously sikumbuki, siwezi kukumbuka na nyonya kwa jisio la mamangu jamani. Sasa alikuwa ananihadisia. Alivyonikuta akawa ana hasira, yani hakupenda hiyo situation. Sasa akamvizia mama alivyoondoka, kachukua kanichukua mimi, kanipeleka kwenye jalala. Yani wamekuja kuniokota kwenye jalala. Na mimi nikafanya revenge yangu nilivyokuwa mkubwa kidogo zaidi. Sijui dadangu sijui alipewa kwa nini, nikaona wivu, chukua bonda kwa sasa hivi anakialama hapa mpaka leo. Kuna mifurugano inatokea kati ya dada na lakini tunapendana sana. Siku zote ndugu wa kufuatana ni ndugu wa kufuatana. Trust me, hamwezi mkafuatana mkapendana. That's just the rule. Yani hiyo ni sheria. Lazima mvurugane tu. Asema mimi ndo mgomvi, namuibia mashati, namuibia nini, namuibia nguo. Yani mimi ndo mgomvi. Anyways, Linva, nataka tuende kwenye career yako ya music. Wewe ni musician, unafanya muziki. Na when you were 17, I think uli record your first debut album kwa Mason Selector. Ni producer mkubwa hiyo. Ndio, ni producer mkubwa sana. Kipindi hicho 17 he was blowing up kipindi. So, let's talk about your parents supporting you kwenye your talent. So, first of all, kama nilivyosema, nimelelewa kwenye familia ambayo wana upendo. Na karibu na we support each other through everything. Okay. Japo wazazi wangu pia walikuwa wana ile notion kwamba lazima kwanza umalize chuo ndo utakuwa serious kwenye mambo. But they still allowed me nilipokuwa kwenye kipindi cha holiday cha I think it was form 4. Yes, nilipokuwa kwenye kipindi cha holiday cha form 4 wakaniruhusu niende nikafanye kile kitu ambacho nakipenda kwa muda huo kwa hicho kipindi cha break. Kwa walivyoniuliza ni kitu gani ambacho ningependa kukifanya, nikawaambia up front kwamba yes, I would like to go nika record album yangu, ni produce hivyo and wakani support, wakanipeleka, wakanilipia, wakanisaidia, tukarecord. Ilikuwa ni mimi, dadangu, tulikuwa ni kikundi actually kipindi hicho. Yes, we were a group, tulikuwa tunaimba kama kikundi. Mimi, dadangu Bella na our best friend Lisa Diogesi, tulikuwa tunajiita SLC. Swag, love and crazy. Mimi ndo nilikuwa crazy, dadangu alikuwa love, afu Lisa alikuwa ndo swag. Yani anyways hivyo, so tukaendaga tukarekodigi hivyo, we were very supported kusema za ukweli. Lakini we were supported with the condition, kwa masharti tunawaruhusu kwenda kufanya hichi kitu, lakini lazima mtu promise mtaenda kwanza mtamaliza elimu yenu and then ndo mtafocus kwenye mambo. So hawakutaka kutu like bana sana kwamba no amfanyi hichi mpaka mmalize. Walitaka watuonjeshe kidogo tupate ile kwamba if you finish your nani yani kwa kweli mimi wazazi wangu wamenilea vizuri sana, wamenilea kwa psychology fulani hivi that ikanifanya ni yani nataka nipambanie vitu vyangu sababu najua kuna kitu kiko mbele afu ushakionja. Exactly. Yes, so that is how nikajikuta nimerecord my first album nikiwa tena sio 17, mimi 17 nilikuwa chuo. I was 15. Yes, form 4 mimi nilikuwa na miaka 10. Mimi nimesoma mdogo sana. I was 15. Nilikuwa na miaka 15. Yaani ndo kwanza nimetimiza miaka 15. Nimetoa album yangu ya kwanza. So baada ya kumaliza form 4 sasa mkakubaliana na wazazi kwamba you're going to uni kwanza ndo utarudi music. Yes. So, lakini sasa nilipomaliza uni kuna some songs niliziona kafikiri vile nilikuwa bado kitototo, of course kuzipenda, nikabadilisha some of the songs, nika release swa hivi kama ile swag nilibadilisha from my previous album, nikai remake. Hata nani generation ilikuwa ishabadilika, lazima utakuwa na renovation hapa na pale. So let's talk about your music industry for now. Plan yako ikoje? Okay, so mimi kama unavyojua I do so many things. I have a lot of talents. Yani Mungu amenibariki na vipaji vingi kusema za kweli. So I don't really want to focus on say just music. Whenever I get an inspiration, nikipata inspiration ya kutengeneza kitu, ya kucreate kitu, najiruhusu naenda studio na kicreate na mpaka project iishe na kirelease. And then na focus kwenye kitu kingine. Nafanya tena kitu kingine because I believe kwamba
sio lazima. Mimi siamini kwenye mshika mawili mmoja mponya kwa, because no, honestly mimi akili yangu kidogo inaenda tofauti na watu. Watu wengi uwaga wanahitaji labda ukimya, silence, kufocus. Labda mtu hawezi kusoma kukiwa kuna makelele. Noise, but mimi nahitaji niweke my earphones, nisikilize mziki, niweze kufocus kwenye hicho kitu ninachokisoma. Hata nikiwa naendesha, tena my sister or anyone ambao shakupanda gari anaweza akaprove hii kitu. Siwezi kufocus kwenye kuendesha, siwezi kuendesha kama hamna either mtu anaongea pembeni yangu au nimeweka radio nasikiza mtu anaongea, au radio yani sauti, yani because I can't focus. So I think mimi akili yangu kukiwa kuna ukimya nje, ndani kuna makelele. Kukiwa kuna makelele nje na uwezo wa kutengeneza ukimya huku. So I operate kidogo differently from other people. Ndio maana yani mimi kwa kweli nimeamua tu yani kabisa. I get that now. I get the notion of cute tofauti. Kwanzia mdogo lakini. Yani kwanzia different. I've always been tofauti. Kila mtu yuko na certain way of living. Sema uoga kuna namna we force ourselves kufanana kwenye jamii. Kuna namna watu wameka kwamba certain way is the right way. Lakini kila mtu I believe yuko na. Unaweza kaamini mimi tattoo yangu ya kwanza nimeipata kwanzia naingia form ngapi nilikuwa taina tattoo. Form ngapi? Form 2 sijui ile. I already had my first tattoo. Hii hapa mbaya hii nilitengeneza na inki za huko Tanzania ya zamani kweli sijui unanielewa. Yani so to just let you know how different I was thinking kwanzia nilikuwa mdogo. Yani nilikuwa just opposite na watu wengine completely. So tuambie wazazi walipokeaje hiyo tattoo? Hiyo tattoo ya form 2. Ilikuwa ni sehemu ambayo ilikuwa haionekani, yani kwa wazazi ya kwanza kabisa ilikuwa ni hapa, yani at least nilikuwa naweza kuficha sijui unanielewa, lakini nilipokuja tena kuchora na hapa basi tena walinani tu, lakini mimi mama yangu sitaki kusema siri lakini you know naye pia ana tattoo lakini hajazidisha, yani tuseme tu tumetoka kwenye familia ambayo kidogo unajua wazazi wangu pia wamesoma nje miaka mingi sana, so I think ile interaction ya culture imewafanya kidogo less wa Tanzania sijui unanielewa najaribu kusema wamekuwa kidogo more acceptable hivyo. Kwa hawakuna, of course walishtuka kwamba mdogo yani I'm still young and umeamua kufanya hivyo vitu you know, lakini nishafanya sasa utafanya wataningoa ngozi, yani ilibidi tu wakubaliane na hali, but honestly I could see there was disappointment flani kwamba it's too early. Kwamba it's too early. Now unajua tattoo is something that you can regret sometimes so naisi walikuwa wanawaza ile when you grow up maybe you might regret but I also thank God mimi hamna tattoo ambayo nimechora ambayo haina maana. Hata hii ya kwanza it was literally the thing ambayo ilinipeleka kuchora this tattoo was because of the love I have for my sister. This is literally our two hands doing like this. Yani kimkono cha dadangu na kimkono changu doing this. That's my first tattoo. And every tattoo kwangu it has a meaning. That's amazing. Okay. Sasa nataka tuende kwenye safari ya kwenda kusoma uni nje. Was it because wazazi wako walikuwa wamesoma nje au ni wenyewe mlikuwa mnasema mimi lazima nikasomea abroad? Actually hapana. The simple question kujibu hilo swali, course ambayo mimi nilikuwa nataka niichukue, actually course ya Bella ilikuwepo, environmental engineering ipo hapa. But course yangu energy systems engineering ilikuwa ngumu sana kupata hapa Tanzania. Yani kulikuwa hamna chuo ambao kilikuwa kina like offer hiyo course at that time. I don't know about sasa hivi because sijafanya hiyo research, but at the time 5, 6, 7 years ago, almost 7 years ago kulikuwa hiyo course hamna. So ili nisomee kile ambacho kweli nilikuwa nakipenda, nina passion nayo, sababu kama nilivyokuambia nilikuwa nafanya vitu vingi. Mimi kuanzia mdogo naunganisha mawaya nyumbani, mama anachomoa anatuambia msiangalie TV muda wa kulala, nakuta nishachomeka TV tunaangalia. Nani kachomeka? Kimya. Dada yangu anafanya hivi. And anaonyesha kwamba ni nini. And kwani I've always been mtu ambaye anapenda kwa nikajikuta nimegravitate kwa science, nikaenda kuchukua energy systems engineering because I like fixing things. Yani I just napenda kubadilisha vitu ambavyo labda vina mtazamo mbaya au kitu ambacho kimevunjika. Napenda kujaribu kukifix. Au kutafuta njia ya kuvifanya vyenyewe kujifix vyenyewe. Kama mimi nitashindwa kuchukua niweke, nitajaribu
vifanye njia vyenyewe Fix. vijifix. Wow. Yani I don't know, I've just always been mtu wa namna hiyo. Ndio maana nika gravitate kwenda kuchukua energy systems engineering because we are literally tunatengeneza vitu and I like kutengeneza and kufix vitu. Exactly. So nikachukua energy systems. Sorry, nimejisahau. Kama niliuliza swali gani? Yes, like ilikuwa idea ya nani? Lakini we are going in the same path. Ilikuwa idea nani? Yani like ilikuwa ni wewe, your interest, ndio ushatujibu kwamba it was. I'm sorry, this is part of, unajua, no, usikati hiki, tunataka watu waone uhalisia wa effects za madawa kulevya pia. Your mind becomes a little bit scattered. Yeah. Like kama like fragments sometimes. Unajikuta unaongea kitu and then sijui unanyanya nachokisema completely unasahau kabisa, like it's blackout kwenye akili yako. Anyways, so ulikuwa unaniambia nini kimenifanya niende huko. So the reason ni kwa sababu nilikuwa tu napenda hicho kitu and kulikuwa hamna opportunity ya kupata hiyo kozi hapa. So the only place ambayo tulipata kwa muda ambao ilikuwa affordable pia kidogo na ilikuwa ina sio na yani it was easier hata kwetu sisi kwenda. Sio na kwa sheria na nini kusafiri inakuwa kidogo rahisi, ilikuwa ni Cyprus. So ndo nikapelekwa huko sasa. Huko hiyo ndo mwanzo wa story yangu sasa wa maisha haya ya uraibu mingine yaliyoanza. Okay, so I want to know about the culture difference ya kule na huko Tanzania. Na at that young age uliwezaje kucope nayo? Okay, so as I told you, I am from a family ambayo it was tayari multicultural. Kwanzia malezi, kuna post nimeposti on Instagram, kwanzia mdogo mimi nilikuwa navalishwa crop top. Yani sijui unanielewa shebu kisema like kwanza hata kabla sijajua, yani sijui unanielewa ulikuwa exposed na culture ya dunia. Unanielewa? So tuko kidogo kitofauti na familia zingine kidogo. So it was easy for me to cope now kwa sababu tayari nilikuwa safari. Dadangu mimi amezaliwa Norway. So access ya kwenda let's say Scandinavian countries inakuwa ni rahisi. I have some of my cousins wanaishi nchi za nje. Sometimes we like go to like say hi and stuff. So vitu kama hivyo nikajikuta tayari nimesha mix na cultures za aina tofauti. Kuna surprise hivyo, it wasn't new to me. Kwa kukuwa na culture shock kabisa. Hapana. Culture shock kwangu mimi wasn't the factor ya kunifanya eti ndo niwe overwhelmed mpaka nikajikuta nimefanya vitu 1 2 3 4 5. Hapana. I already was exposed kuanzia mdogo. Okay, so ushai kutuambia your story about the lover ambao ulikuwa naye ndo aliyekuintroduce kwenye tena without your consent kabisa. Unfortunately. So yes, the guy you met chuo au like tupeka story kidogo kama yes, okay. So kama nilivyokuambia, I had already said this story, lakini sioni ubaya wa kuwaambia tena watu kwenye platform hii ambao labda huenda hawajasikia hiyo story. So mimi nimesafiri kwenda chuo kusomea hiyo kozi yangu ya Energy Systems Engineering kwenye chuo cha Cyprus International University nilivyokuwa na miaka 17 kwanza. So nilikuwa bado mdogo. Hata 18 bado nilikuwa sijatimiza. Sijui unanielewa. So bado naweza nikasema akili yangu ilikuwa ijepevuka enough kuwaza the extra mile, yani kama mtu mzima anaweza sijui unanielewa, anaweza kajiwekea mipaka vitu fulani. So mwaka wangu wa kwanza ulienda tu vizuri kwa sababu tulikuwa tunaishi na dadangu chuoni. Kwa nilivyokuambia tulikuwa very close. Na mimi ni mtu wa peke yangu kwa nikaona sihitaji marafiki kwa sababu na rafiki tayari wa milele. Like you understand what I'm saying? Kwa mimi ni dadangu. Yani nikikwambia tulikuwa hivi ni kwamba tulikuwa hivi. Yani I don't need mtu yote mwingine, I have her. Nitakupiga kwa sababu yake na yeye atakubandika kwa sababu yangu. And that's yani tumemaliza, tumeshibana. But as we got older, of course, kama mwanamke hisia zinaanza kujijenga, unaanza kupata like hisia kwa jinsia nyingine, like sio unanielewa. Sasa hapo ndo kuna distance fulani kikaanza kufanya nini? Kutengenezeka. Sio unanielewa ninachokisema, kwa sababu siwezi kumkataza dadangu kuform mahusiano na watu. Like ni hisia zake. You get what I'm saying? Ni binadamu, yani ni yeye. You get what I'm saying? Kwa hiyo kwa sababu tu mimi ndo nataka awe karibu yangu, siwezi kumkataza. Kunyima maisha yake. Like you know? So ilipofika mwaka wa pili sasa ndo akapataga boyfriend serious ambao kidogo akafika stage akaniomba kama inawezekana anaweza akaenda kuishi na boyfriend wake. Sasa hapo ndo vitu vikaanza kwenda kushoto kwa sababu sina marafiki, niko peke yangu. And I think watu tayari walikuwa shaona the type of people tumetoka kwenye familia ambayo kidogo inajiweza, tunapewa kisimani, tunaishi tunatoka na familia, nilinunua gari na gari uko nje, yani that type of life like sio na shebu kisema. So kulikuwa kuna macho fulani hivi yanakuangalia like wanakuinda like sijui unanielewa. And I think walivyoona sasa kumbe hapa sasa hivi yuko peke yake,
yake, hana ile security ya dada yake, sijui unanielewa, tunaweza tukamwingilia kwa sababu hicho ndo kipindi ambacho huyo mwanaume sasa my partner alivyoingia kwenye maisha yangu. Aliingiaje kwenye maisha yangu? I swear I think alinivizia, to be very honest, because it's just too of a coincidence. Immediately the same day dadangu anaondoka, right, like chuo anahamisha kidogo vitu vyake, anaondoka kwenye kile chumba. Jioni yake sasa sikukuwa kuna chumba cha hapa pembeni, obviously ukiishi sehemu kuna majirani, mnakuwa kidogo kunakuwa kuna mzoeana, hata kama sio rafiki, lakini mnakuwa kuna mazoea fulani, you talk. Yes, because I thought I was alone that day and I felt a little bit lonely. Nikasema ngoja niende kwa rafiki. Naingia huko namkuta. You know, I've never seen this guy before ever. Na mimi nimeingia kwenye chumba hicho mara nyingi tu before. Sijui unanyelewa, labda tunaombana blue band, sijui hivyo, yani hivyo, sijui unanyelewa, we share as neighbors. And I've never seen this guy. That specific day nashangaa namuona. Kwanza sikuweza kumsoma. Mimi normally ni mtu ambaye na observe sana. And napenda ku-observe, like ili nijue what am I dealing with, niko kwenye mazingira gani, what would I do that would affect haya mazingira vibaya, what would I do ambayo itasaidia haya mazingira kwa yani I just observe. Nasoma and I evaluate everything. The moment naingia kwenye hicho chumba, the first thing I noticed was this person is not supposed to, yani not is not supposed to be here, and this is a new character kwenye hichi chumba, you know, new character unlocked, like you know, on the upande huu ndo naona sasa marafiki au majirani wangu wawili ni Wagambia. Wagambia weusi warefu hivi. Unajua Wagambia wanakuwa weusi wamenyoka hivi. Anyways, walikuwa wamekaa hivi pembeni wana PlayStation yao. Huyu mwingine alikuwa play chochote, amekaa tu hivi pembeni ana sip kinywaji chake. But it was a bit weird sababu niligundua hicho kinywaji kilikuwa kind of mkorogo. Mimi sijawahi kuona kinywaji cha rangi hiyo bwana. To be very honest, I feel like kuna kitu alikuwa na kichanga, a concoction of something. Labda codeine, unajua hii dawa ya kifua hii ambayo ukinywa sana inakupa kilevi fulani hivi. Itakuta labda alikuwa amechanganya madudu ndani, because no, alivyokuwa amekaa. Yani yuko si unaelewa zile, yani you can sense there is something not wrong. Right. Kwa nikajiepusha kidogo tu naye because I didn't know him. Kwa sikutaka mazoeana naye, nilikuwa na focus na marafiki zangu, tulikuwa tuna play PlayStation. Nikaanza sasa kujisikia kiu, si unajua nacheza nao, nakunywa maji pamoja, ni kitu cha kawaida tushazoea kufanya. Kumbe siku moja nakwambia nakunywa hivyo tu hivyo juisi. Nashangaa naamka hospitali. I have no fahamu what happened. Kumbe kwanzia nilivyokuwa nakunywa juisi pale nilivyokuwa nacheza PlayStation, mimi siwezi kunywa pombe kwa sababu nina vidonda vya tumbo vikali sana. Yani mimi yani sijui nisemaje. Kidogo nipate cancer. Tumbo wangu lilikuwa linatoboka kwa sababu ya vidonda vya tumbo. So I cannot take anything, hata bia siwezi. Nitatapika damu, nitalazwa. So I cannot take pombe, na walikuwa wanajua wale neighbors wangu. So they had my own separate kinywaji pembeni ambacho hakina kilevi, because they know situmii pombe, yani hakina pombe. Kumbe hicho kilevi huyo baadaye sasa ninakuja kugundua kumbe hicho kilevi hicho huyu jamaa alikuwa anafanya nini? Alikuwa anachanganya ile concoction, alikuwa anachanganya kwenye nani yake, kwenye vinywaji vyao. Yes. Mara kwanza sikujua kwamba walikuwa wameplan wote. Nitakuelezea vizuri, najua umechanganyikiwa hapo, nitakuelezea. Mara kwanza nilikuwa sijui kama wameplan wote hao watatu, au Wagambia wawili na huyu Nigeria, maana sikujua kama ni Nigeria mwanzo, nilidhani tu ni Mgambia kama wao. I didn't know. Yani sikujua kwamba walikuwa wameplan together. Nikaja kugundua kumbe they had planned the whole thing together. Oh my God. They had planned the whole thing together. Wanajua situmii pombe, wamemform huyu hatumii pombe, kwa hiyo ukimchanganyia kitu kingine kwenye juisi hatojua. Kwa sababu nitahisi kama vile wameshanitengea kinywaji changu ambacho kiko salama kama nilivyozoea. Kumbe ni mtego. Unanielewa? So the more I was going chill now, kwa sababu nilienda mara nyingi, sikuenda tu mara moja. Ile siku ya kwanza of course, yani tena nakwambia siku ya kwanza nilivyokunywa hiyo juisi, nilivibe nao sana. Sijawahi kuenjoy. No, haki nikoja niseme tu ukweli. There's just a different feeling. And it was just enjoyable, like it was the most enjoyable
moments I've ever had with them. Sijui unanielewa, it was just different. Kulikuwa kuna kitu cha kitofauti na sikujua kwamba it was because of whatever walikuwa wananichanganyia kwenye juice yangu, like sijui unanielewa. So nikawa narudi sababu naboreka, nikikaa chumbani kwangu naona naboreka. Afu kila nikikumbuka nikienda kwao mbona vibe inakuwa tofauti, yani sijui unanielewa. Afu nikikaa peke yangu naona kama yani it's not I'm okay with my company, lakini sijui unanielewa, binadamu huwezi kuishi peke yako milele. Like there's just yani interaction na binadamu unakihitaji hata kidogo, you know, hivyo. So the more we kept going to like naenda kwao we're just spending time together hivyo. Nakwambia siku moja I swear yani sielewi nini kinachoendelea, naamka hospitali na mapingu. Maana huko hawana dogo. Ukikutwa na madawa kulevya, either unafunguliwa kesi, kwa sababu inategemea kama wewe ni foreigner au kama wewe ni mtu wa pale. Kama ni pale, yani hamna discussion. It is either ni fine au unafungwa kabisa. Sijui unanielewa. Au na kama wewe ni foreigner unakuwa deported, yani unatolewa kwenye nchi, au unafunguliwa kesi na utakuwa deported. Kwa yani you will deal with both at the same time. Sasa hapo nakwambia naamka nakuta mapingu, nakwambia nashtuka, I don't understand what is going on. Nashtuka na kiangalia hivi maaskari polisi, I'm like oh my god, what is going on? Akaja daktari na kidude chake, okay, tumekufanyia test na nini. First of all, do you know where you are? Akasema yes, naona kama niko hospitalini na fahamu yangu. Akaniambia okay, kwa hiyo unaelewa ninachokuambia? Nikasema ndio. Ndo akaanza sasa kusema tumekuta unga heroin, tumekuta madawa kwenye mkojo wako, ananionyesha hapo, tumekuta dawa hii kwenye mkojo wako, dawa hii kwenye mkojo wako. Mimi nikaa tunakaa hapo na shangaa, imetoka wapi? What are you guys talking about? What are you guys talking? Yani mnaongelea nini? Mimi sasa siwaelewi, kwa sababu sijawahi hata kuona huu unga ukoje. I don't even know yani the contents zikoje. Sijui unaniona sijawahi ukisema. Lakini katika mazingira walionikuta nayo, kwa sababu one, mimi ni foreigner. Two, nilikuwa na all of my permits. Sijawahi kukosa hata permit moja. Na ukiwa unaenda kurenew permit zako kule, lazima wakupime upya. Kwa hiyo nilikuwa nina strong point ya kujidefend kwamba jamani, kweli ningekuwa ni addict, mbona nisingetapewa hii? Kwa sababu nimetoka nilikuwa nimetoka kufanya permit ilikuwa imeisha kama mwezi uliopita kabla this whole situation haijatokea. Ndio kitu pia kilichoniokoa pale mwanzoni, hawakunipeleka jela moja kwa moja. Sijui unanielewa, kwa sababu ukikamatwa hivyo uwaga unapelekwa jela, kesi yako inafunguliwa, afu ukijulikana kwamba kweli una makosa ni prison sasa. You know, it goes from jail and then to prison. Kwa hiyo yani ningepelekwa jail moja kwa moja, lakini I was spared kupelekwa jela kwa sababu because nisingepewa permit kama kweli ningekuwa ni mtu ambaye ninatumia madawa. Na kwa hivyo viwango vya madawa mnavyoviona kwenye my body, it means sijatumia muda. Au inawezekana kwamba kweli nimechanganyiwa, kwa sababu ingekuwa ni mtu ambaye ninatumia, ingekuwa zaidi ya hicho kiwango ambacho kinachoonekana pale. Sijui unanielewa, si nimetumia, wakaja wakanipima baadaye nikaona kiwango. Sijui unanielewa, kiwango nilichokuwa natumia baadaye sasa kwenye kipimo kile cha UDS kile cha mkojo, ilikuwa yani juu, yani full, kwamba this person is saturated, yani mwili wake umesaturate na unga na cocaine na nini. Lakini kipindi hicho it was just imesoma kiasi fulani, kwa maanisha kwamba it was just little kwenye system yangu, unanielewa. Kwa sababu ya hizo defense zote nilizowapa, wakaniambia hatuwezi kukufungia kesi tutakufungulia, lakini hatutakupeleka jela. Tutakupa muda ukatafute nini? Ushahidi, ukatafute evidence. Ukileta kweli ushahidi halali kwamba like kweli mimi nilikuwa situmii, nimechanganyiwa au sijui mazingira, yani sielewi kwa nini mmenikuta na hii kitu kwenye mwili wangu. Ukileta evidence ya hicho kitu kikakusupport, na kesi inafungwa. You get what I'm saying? So the only thing ambayo ilinifanya nirudi tena kwenye yale mazingira kule, it was kutafuta nini? Evidence, ili niishi tena as a free woman. Yani hiyo kitu isinilinga kwenye maisha yangu, isinichafulie CV yangu na vitu vyangu, nisingeweza tena. Sijui unanielewa nikisema. So I had to fix that kwanza. Sasa nilikuwa nishatumia kumbe kwa almost wiki 2 walikuwa tayari washanichanganyia. Hiyo incident inatokea tayari 2 weeks have already passed. Na kwa unga ni heroin na cocaine ni very highly addictive drugs. You can just stop.
ukitumia siku 3 your body already inakuonyesha symptoms kwamba there is something missing ambacho ulikuwa umekitumia jana na juzi na siku kabla juzi ambacho kimeshabadilisha mwili unavyofanya kazi na sasa hivi kinahitajika ili mwili wako uendelee kufanya sijui unanyanya shijebu kisema only 3 days yani in a week wewe mwenyewe unaenda kutafuta that is unga in cocaine ndio ubaya especially ukiwa unatumia every day kwa sababu mimi nilikuwa naenda ku spend time now every day nikitoka zangu darasani sababu kumbuka mimi kipindi hiko nilikuwa naendaga shule yani mimi mwaka wangu wa kwanza ni yani mimi I've always been an A student since I was a kid yani nimegraduate from 4 na ma ni graduate na distinction ya kwanza and sijui na I've always been an A+ student nashangaa mwaka ngapi mwaka wa pili semester ya mwisho no mwaka 3 semester ya kwanza 0 and A yani not present not available yani sio D sio F ni kwamba sijaingia darasani sijui unanielewa so it's not about I was a dumb person no I just couldn't go to class anymore nilishindwa tena kuendelea kwenda class kwa sababu tayari nilikuwa nishakuwa addicted mraibu so anyway I was already kumbe nilikuwa tayari nishatumia kwa wiki 2 ndio hapo nilipoishia nilipokuwa nakwambia nilikuwa tayari nishatumia kwa wiki 2 kwa tayari sasa uko naenda kutafuta ushahidi mwili wangu tayari ulikuwa usha pick up and I need it so badala kwenda ndio najua nahitaji kutafuta ushahidi but still nikanyanyua hicho kinywaji huku ninajua kabisa fika kimewekewa na mpaka leo nikijiuliza hivi kwa nini Jolene ulijua yani ulivyotoka pale hospitali ulijua kabisa hichi kitu kina kitu kwa nini uliamua tena kukinyanyua kukinywa ndio ugonjwa sasa hapo yani ndio maana ni ugonjwa because you cannot control it's almost like sijui nisemaje yani you're not in control your body needs it ili irudi kwenye function unaelewa nijibu kusema so yani hapo ndio ikaanza kuwa downfall ya maisha yangu nilivyo pick up hiyo na nilikunywa nikaona vibe tena nimerudi maana hapo tena nimetoka hospitali nilikuwa sijatumia for almost how many like 2 days sababu nilikuwa nimeshikiliwa huko like arosto iko kidogo na niliu I drank it and that's it that's when nikaanza kubadilisha mawazo yangu kwamba so it's not a problem it's a solution yani akili yangu ikapokea au madawa kwamba ndo dawa yani ndo tiba ya kuniponya my situation yani whatever ambayo kinaendelea in my life sijui unanielewa na shijebu kisema basi yani ndo hapo ndo nikaendelea yani ndo nikajitimba chini okay so you didn't get a chance to ask him like why did you do this and I wanted you to ask me that question nikujibu anyways so naingia zaidi nikuelezea like how yani kilichotokea mpaka tukaendelea kuwa partners maana unajiuliza tuliendelea kuwa na mahusiano au nini kilitokea hapo yes mahusiano tuliendelea nayo kwa sababu tayari nilivyokuambia tayari nilikuwa nishaanza kupata like ile addiction na ukishapata addiction your brain slowly starts ina kidogo inaanza kubadilika inavyowaza inavyoamua yani kuna maamuzi fulani ambayo huaga utoyaamua kikawaida lakini kukiwa kuna factor ya madawa unajikuta unafanya maamuzi ambayo hujawahi kuyafanya ever before na unayaona ni kawaida si unanielewa kwa sababu sasa hivi mimi nikijiuliza Jolene uliwezaje kwenda kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye una uhakika kabisa alikuwa anakuchanganyia madawa do you understand what I'm saying lakini hilo jibu kipindi hicho you couldn't ask yourself I couldn't ask myself that question all nilichokuwa nakiwaza ni kwamba this is where I can get my thing kwa sababu kwa muda huo mimi sijui wanapata wapi ya madawa si ndio wameniintroduce wao so wao ndio mbona wajua mimi kupata sijui unanielewa so nikaendelea kuwa na urafiki nao lakini yule sasa yule Mnigeria yule Mungu anisamee lakini Mungu amsamee yeye lakini ndio nilichokwenda Mungu amsamee tu lakini yani Mungu anajua sema ngoja nisiongee sana vitu vingine nishaviongea mnaje vya kuvirudia sana I'm sorry I need a minute sababu I understand that the things that happened ni crazy I understand okay tunaanza so the first day baada ya kukubaliana sasa tutaanza mahusiano ya ukaribu kabisa nikaamua kwenda kukaa naye kwa sababu alikuwa hana sehemu ya kukaa mimi nimemkuta alikuwa hawezi kulipa chumba chake yani alikuwa anadaiwa kwenye kile chumba ambacho alikuwa yeye anakaa
So of course I know now kwamba alikuwa ananitumia, lakini before kipindi hicho I didn't care. I was just nilikuwa namuokoa tuseme, yani kama nilivyokuambia nina moyo wa kutengeneza vitu, kuheal vitu. So nikajikuta nimegravitate kumsaidia. Sio, unanielewa? So nikaacha kwangu, nikaenda kuishi na, iliwe rahisi zaidi kumsupport, yani kulipa ni rahisi zaidi kulipa chumba kimoja kuliko kulipa viwili. So nikaacha pale ninapokaa, nikaenda kukaa naye. So yani ndo yani hapo ndo nikaanza kujua tabia zake. Kumbe ametoka kwenye historia, yani yeye mwenyewe ana matatizo ya akili ukiachana na madawa kulevya. Kumbe hata kabla ya mimi kukutana naye alikuwa tayari ni konki wa madawa kulevya. Na alikuwa kwenye ama gang. Unajua wa Nigeria wanakoga wana Yes. You get what I'm saying nikisema gang. Alikuwa kwenye gang lao mwenyewe, najua sitaki hata kuongea maana I don't want anything to even speak about them. Hivyo anyway, wanakuaga wana ukatili sana, yani wanafanya ukatili na uhalifu wa hali ya juu. Nigeria, that's their life. Sasa kumbe pale Cyprus alipokuepo, alikuwa amekimbia Nigeria. Yani hivi vitu vyote nilikuwa sivijui. Unajua ujui bana ukiwa unakutana na mtu, you don't know this person, they are stranger. Sio, unanielewa? Kumbe alikuwa anatafutwa na wanaitwa sio UFC sio nchini kwao, kwa sababu ya madawa kulevya na kuiba na kufanya ukatili, si kwa sababu bahati mbaya ametoka kwenye familia ambayo kidogo walikuwa wajiwezi. Afu baba pia alikuwa ni konki mlevi. Unajua ile konki mlevi ambayo sasa haleti chakula nyumbani, yani haleti hela kusupport labda watafute chakula nyumbani. Mama mwenyewe kidogo afya ilikuwa vizuri sana, kwa hata kusupport alikuwa hawezi. Kwa kuna kipindi baba ita anarudi na kreti za bia afu nyumbani hamna chakula. Sasa mama of course kama mama atamfuata kumwambia jamani, hatujala, mwanao hajala, afu umerudi na bia, anatandikwa, anapigwa huyo mama. Na huyo mtoto sasa akiingilia, huyo mtoto basi ndo anapigwa. Yani mpaka leo hii nahisi anayali mabaka, nisha kuyaona, yani ana scars kwenye kichwa chake. Yani baba yake alimnyanyua hivi kamfusha huko kwenye kioo. Yani just imagine that type, yani unakuwa kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo alipofika miaka 11 sijui 12 aliniambia alihama nyumbani kwao. Yani alitoroka akaenda kuishi mtaani. Hapo ndo mambo sasa alikuwa alijoin mageng ili aweze kusurvive kwenye mtaa nini. Wakawa wanaiba, wanafanya madini, maujambazi, yani ndo humo na kutumia madawa kukaingia, like sijui unanielewa. Ndo siku moja sasa wakamkamata kwenye mishe zao. Sijui unanielewa. Akatoroka. Sasa kumbe alikuwa anatafutwa. Kwenye kutafutwa sasa akatumia zile hela zote ambazo alikuwa ametoka kuziiba kufanya nini? Kusafiri nchi. Sasa ndo akahamia wapi? Cyprus. Kumbe pale Cyprus alikuwa anakimbia kesi. Yani amefika pale ni kwa sababu hataki shida nyumbani. Sio kwamba eti goal yake ni kuja sijui kusoma au kufanya nini kama sisi ambao labda mimi nimesafiri nilikuwa na mipango yangu naenda kusoma nimaliza niondoke. Yeye alikuwa tu anakuja ili akimbie kitu, atajua mwenyewe mbele ya safari atafanya nini. Sijui unanielewa, mtu ambaye bado alikuwa hajajielewa yani kimaisha. Unanielewa shida kusema. Yes, pia alikuwa ni mtu ambaye yuko distracted vibaya. Yes, because yani hapo nimekupa story fupi, kuna vitu vingi ambavyo pia amepitia kwa sababu ya hayo maisha yake ambayo na ndio maana akajikuta yuko konki madawa kulevya, na ndio maana akajikuta kuna vitu fulani hivi ambavyo tayari sijui unanielewa ninachokisema. Sasa mimi ningekuwa labda najua kipindi hicho kabla sijakutana naye, obviously ningejitenga na mtu kama huyo, because I wouldn't want kuwa involved na mtu ambaye ana makesi anakimbizwa nchi sijui nini. Why would kwa nini nitake kujiingiza kwenye matatizo kama hayo? Sijui unanielewa. Lakini ukishajua kwamba yani baadaye sasa ukishajua what are you going to do, tayari umeshajiingiza kwenye matatizo mengine na yeye, tayari hata kutoka inakuwa shida kwa sababu tayari wote mmeshafanya uhalifu, wote tumeiba, wote tumefanya, tayari tumeshafika kwenye stage ya tayari I'm already inside that mess. Kwa hiyo yani siwezi kufanya kitu chochote. Sasa ikaenda hivyo kwa muda, ukatili nakwambia, nikaja gundua kumbe yani ni anapiga, nakwambia nina mabaka mengi sana ambayo yani pasua chupa kichwani nini, yani vitu vingi, lakini sasa ujali, as long as shaka sawa, hata usikii maumivu we bonda tu. Sio, unanielewa? It becomes a defect in the head. Yani unajiona completely worthless as long as you get the pull. Sio, unanielewa? Ukipata ile pull power whatever is kinachoendelea kwenye mazingira ya news, mimi as long as siko hapa, like sio, unanielewa that type of feeling. So yani ni vitu vingi ambavyo vimetokea katikati, sio lazima nikutajie vyote, lakini nahisi mmeshapata like the picture.
Sasa kumbuka kuna kesi ambayo nilikuwa natakiwa nilete ushahidi. Muda unaenda tu sileti ushahidi. Sijui unanielewa. Wakanivizia. Siku moja sasa. Nani nakumbuka hiyo siku tulikuwa tumetoka, maana tulikuwa tumeishiwa stock. Hapo gari ile, si nilikwambia nilinuaga gari. Tushauza. Yaani hapo nakwambia nimeruka vingi, lakini tushauza gari, tushauza laptop, yaani tushauza kila kitu. Yaani hapo sana tumebakiwa tu na nguo, viatu tu kadhaa, sijui na vile vitu ambavyo nje huwezi kuviuza kwa sababu hamna mtu ambaye atanunua. Nje nani mzungu anakuja na nongo yako. Ni tofauti na huku unaweza kuuza mtumba, sijui na kwa vile vitu tukabakia navyo. Basi vingine vyote no digital. Yaani sana kisimu fulani hivi tuliuzaga iPhone sababu communication lazima uwe na communication, at least umpigie pola yako, umpigie pusha yako like oya nahitaji kitu fulani, kwa tukabakisha kisimu fulani hivi tutakimagumashi. Kwa sababu ilibidi these things are expensive, madawa ni expensive. Yaani ukishaingia kwenye madawa kulevya lazima hata uwe milionea kiasi gani kama ujisaidii kuingiza hiyo hela back yaani utakuwa broke kabisa hivyo. So yeah, kipindi hiko tulikuwa kabisa yani ndo kabisa yani hatuna hela, sio unanielewa. Na hapo sasa hatuna rosto, hatuna stoki, tunahitaji stoki, sio unanielewa. Na kipindi hicho uaga ikitokea hivyo tunaenda tunaiba. Sasa hiyo siku kwa sababu tulikuwa tushaiba before na kule nje wana kamera, kumbuka, sio unanielewa. Hata mjifichaje, yani hata ufanyeje, kuna kikamera ambacho boja kiona bahati mbaya kimekuona, yani sio unanielewa. Sio ukisema ni kule ni ngumu sana kufanya uhalifu afu ukakimbia nao, labda ufanye yani sijui nisemaje bahati ambako labda hamna, sijui unanielewa. Sio ukisema na hata huko bado utakamatwa. Yani wanajitahidi sana kwenye mambo ya security, yes, kwenye digital security and stuff. So yes, hiyo siku sasa nakwambia tunaenda sasa tunapanga mission zetu za kwenda kuiba sasa ili tupate hela. Tumejaribu sehemu ya kwanza, tumeona security tight sana, haiwezekani. Sehemu ya pili, sehemu ya tatu kasema leo mbona inakuwa ngumu. Akasuggest akasema mimi ndo nikifanya zile mishe zetu za wanawake zile, sio unanielewa, nikisema hivyo ili nipate kiasi fulani afu tufanye nini tutumie. Sasa mimi nilikuwa nishachoka maana tumefanya hivyo mara nyingi sana zamani, afu mimi kila nikifanya anyway sitaki hata kuongelea. Yani nilikuwa nimefika stage imegoma, maana sasa nikiwaza mimi mbona nimetoka kwenye familia inayojiweza, what the fuck am I sorry kwa nini niko kwenye mazingira haya? Tuna hela nyumbani, namshukuru Mungu, tuna kitu tunachokihitaji, so why yani kwa nini nijifanyie vyote hivi? Sio unanielewa. Na shijebu kisema nafsi ilikuwa inagoma, japo akili haielewi, akili inataka madawa tu, nafsi ilikuwa inagoma kwenda kujifanyia hivyo, sio unanielewa. He dragged me. Yeah, he dragged me ili anifanyie hivyo maksudi, yani anipeleke kwa wanaume wanifanyie hivyo maksudi wamlipe so that we do. Sasa Mungu alikuwa na mimi hiyo siku. He dragged me akani overdose bahati mbaya. Yakatokea yale na mko hospitali Mapingo. Sio yani yakatokea yale na mko tena hospitali Mapingo kwa sababu alikuwa anaogopa nifie kwenye mikono yake kwa sababu unajua ukioverdose heroin ni mbaya, you can die in an instant. Your heart inaweza literally stop beating. Yani natoa mapovu hapo, siwezi kuhema. Yani I was literally nilikuwa na yani ndo na I think nilikuwa yani hivyo, sijui unanielewa. Walivyoniambia sasa hospitalini tumekukuta umelala tu hapo nje una overdose, tukakupa na proxy ile nini ile ya kusaidia afu tukakuingiza ndani kwa sababu tuligundua, sababu mtu ambaye ukiwa na overdose on madawa madokta wanajua. Yani kuna dalili ambazo wanakuwa wanajua, sio wanaangalia tips of your hands, yani kuna vitu wanaangalia, wanakuwa wanagundua hii ni overdose ya kitu fulani. Kwa waligundua, lakini sasa mimi nikawa najiuliza nimefikaje hapo kwa sababu mbona nilikuwa kule tuko tunazungumzia mambo ya kwenda kutafuta, nimepataje? Kumbe tayari alikuwa shaweka plan B kwamba tukikosa kwenye hizi mishe zote atazungumza na kijana wake, atampa kidogo, wataninaniliu, atanifanyia, atapata cha kwake, mimi ndo sijui na nini anachosema. Yani mimi ndo nimekuwa yani ndo hivyo, yani mimi ndo kifaa cha kupata hivyo. Unanielewa? So yani hivyo yani namshukuru Mungu ile siku kwa kweli alini overdose. Kwa sababu hiyo overdose ndio ilimfanya aogope, akupeleke hospitali. Anishushe pale hospitali, akakimbia, hakukaa na mimi kwa sababu alijua ingekuwa shida, maana yeye ana matatizo mengi. Sijui unanielewa. Lakini pia namshukuru Mungu alikuwa na akili au moyo
hata wakunipeleka na kunishusha pale hospitalini. Sijui unanielewa. So wanakuja wananibeba hivi wananiwekea madomi hapo sielewi kwa sababu si overdose, yani uelewi chochote kinachoendelea. Naamka tena mapingo. Hapo sina chochote cha kujisaidia. Yani hapo sasa sina chochote cha kujitetea. Sijui unanielewa. Yani hapo ni kwamba ni either yani ni jela. Yani hapo ni sijui unanielewa sijui ukisema. Namshukuru Mungu huyo kijana sasa alikuwa na connection. So unajua huyo nani? Huyo kijana huyo partner wangu kipindi hiko alikuwa na connection. Sio unanielewa. Watu wanakoga na watu. Sasa mimi nikapata akili ya kusemaje? Hata kama ili yani sitokufa na ile dude mwenyewe. Yani nitamtaja hata iweje. Kwa hiyo nikawazaje kama yeye atakuwa kwenye matatizo na ana connection. Nikimwambia tatizo langu limekuhusu na litakubana na wewe. Lazima atanitoa. Lazima atafanya nini? Yaani lazima atatafuta njia yote anitoe kwa sababu yeye bwana anajitoaga kwa hizo njia za naniliu. Akatafuta mwenyewe anapojua anapotafutaga akaongea na unajua naniliwa kule Turkey kwa kweli kidogo corruption, yani Waarabu wanapokea ile si unanyelewa anachosema ukimpa enough anakaa kimya. Si unanyelewa. Kwa nashangaa tu yani usiku nafunguliwa geti, you are free to go. You are free to go, nafika nyumbani. Shida nakwambia. Kwa ndo umeamua kunitaja. Sijui nini kipigo. Unajua maana ya kipigo? Kipigo, yani kipigo ile mpaka unaemea juu kwamba Mungu nakufa nafanya nini hapa? Sijui yani unajiuliza maswali wakati unapigwa unajiuliza nafanya nini hapo? Kuna hata ningerudi nyumbani. Sijui kila bao, kila ngumi, kila teke, kila chupa inavunjika inakurudisha akili yako inakaa timamu kwanza kidogo. Unawazazi. Mbona dadako iko sawa? Yani sijui unanielewa. Hivyo. Sema ikaendelea hivyo, akanipiga ikatulia. Waga ni mtu mwenye hasira lakini akishatulia ametulia. Ikatulia tukatumia zetu na niliu nini tukapoa tukalala hivyo. Sasa bana kesho yake kila kitu sikiko sawa. Mimi hapo nahisi kila kitu kiko sawa. Kumbe yani kesi hiyo haikufungwa, ni kwamba tu amenisaidia nitoke jela. Kesi bado ninayo. Uko on the run. Yes, yani kesi bado iko open. Na huyo naye pia bado ana nini? Ana matatizo. Kwa hiyo bado alikuwa na kisirani na mimi. Yani kwamba hata kama ndio hasira imepungua baada ya kunipiga, kesho yake bado alikuwa na kile kisirani. Kwa alikuwa na stress yani na kisirani kwa sababu sasa hapo nimemuongezea matatizo mengine kwenye nchi nyingine, wakati kwenye nchi alikuwa hana matatizo, alikuwa na matatizo Nigeria. Sasa hapa tena nimemuibulia matatizo, kwa anaanza tena kupata ule wasiwasi kwa sababu anajaza matatizo. Kwa sasa anakuwa anajiuliza, sijui unanielewa ninachokisema hivyo. Kwa akawa na stress. Ile siku kanua pombe, yani kachanganya kila kitu. Yani ile siku tulibomba, yani tulijibami, yani tulijiua I think. Yani tulichanganya pombe, cocaine, sijui pregabalin, sijui nini. Changanya umo weka concussion. Sijui unanielewa. Yani sasa tunaamka jioni yake hasira tena. Yani unakuwa kama ukichaa. Yani yani unajua madawa yanakubadilisha kabisa your sense of thinking. Sijui unanielewa. Ukipata hasira inakuwa zaidi ya ile hasira unayotegemea yani mara 100 zaidi. Yani kitu kidogo ambacho kinatakiwa kisikukere, wewe unakuwa na hasira au kitu ambacho kinatakiwa hata kisiwe kinachekesha, wewe ndio unacheka. Yani unakuwa almost kind of like cheesy. Sijui unanielewa. Sasa sasa nimeshabe hapa kwenye ukimya. So ameamka jioni sasa yes, alikuwa bado na kisirani. Nimekumbuka alikuwa bado na kisirani. Kwa hiyo tukajibandika wenyewe nini. Mimi napokea tu sababu mwenyewe ado ana bisoba. Kwa hiyo natumia mimi nikae tu hapa soba, unaniliu tu na maswali na stress yako, na mimi nikaa nafanya nini natumia. Baadaye jioni nakwambia hapo kidogo madawa yamepungua, amepata nguvu za kupiga, yani za kunaniliu tena za kuinuka kunipiga. Hapo sasa ndo ilikuwa mbaya. Yani hiyo siku ndo ilikuwa nataka kunitoboa jicho. Yani hiyo siku ndo nikapata akili ya kukimbia kufungua mlango wa chooni, nikajifungia kwenye mlango wa chooni. Yani bahati nzuri kile kisimu kile nilichokuambia tuko hatujakiuza. Kiko kibaki chako magumashi. Kwa hivi simu. Kimbia chooni, jifungie chooni. Nikapata akili ya kumpigia mama, mwambie kila kitu. Yani hapo nikajiambiaje liwalo na liwe. Na mwambie mama kila kitu. Na mwambie mama natumia madawa. Na mwambie
namwambia kila kitu, maana najua mama hatojali, atajali tu uhai wangu. Yes. Sijui unanielewa. Yani hapo ndo nikapata ujasiri wa kusemaje, acha tu niseme I don't care. Yani I don't care about all of this. Sijali kesi nifungwe, I don't care. Ngoja kwanza niongee na mama. Yes. Yani ngoja kwanza niongee na mama. Yani ngoja kwanza nisikie tu mama atajua cha kufanya. Sijui unanielewa nini. Yeah. Na namshukuru Mungu. Huo ujasiri wa kukwapua hivyo simu na kukimbia, maana isiyo ile siku alikuwa amepasua chupa. Yeye tabia yake ni kupasua chupa. Unajua Nigeria walivyo hasira kidogo, chupa akashaanza sijui unanielewa. Yes. Yani nakwambia jicho hiyo siku ndo nilipata hii scar hapa. Okay. So unaona hiki scar cha na cha hapa hivi. Yani ilikuwa ni he wanted to kill me. This guy ndio. It's not a joke, aitaka kuniua kabisa ili amalizane na mimi kusiwe na shida. Yes. Ndo nikakwapua hivi simu, kimbia chooni, kampigia mama. Asa hapo mama naye akaona kwamba it's an emergency situation, akamtafuta na baba sasa. Yani baba ndo aliotuokoa tuseme kidogo, yani baba ndo alioniokoa kwenye ile situation ya pale, yale mazingira ya pale, kwa sababu aliwaza haraka, aliwaza embassy ya Tanzania. Sijui unanielewa. Na baba yeye si ana connection hizo, yani tuseme, yani alikuwa anafanya kazi serikalini, kwa kuna zile, yani kuna system, yani kuna hivyo, yani sijui unanielewa. Yani kwa baba baba akikutishia kwamba nitakuitia mtu fulani, hakijua anakuitia kweli huyo mtu na ana uwezo wa kukuitia huyo mtu. Kwa yani lile wazo tu, yani kutamka tu ile neno kwamba embassy ya Tanzania, yani ile neno tu kwamba embassy ya Tanzania ilivyoingia kwenye hao mazungumzo, yani kwenye that conversation, sijui unanielewa, ilipunguza pressure kwa hali, yani kwa asilimia kubwa sana. Okay. Sio unajua ninachokisema, zile hasira alizokuwa nazo, zile ubabe aliyokuwa nao, alivyosikia, maana si nimeweka speaker, loud speaker, mama pia, yani mama yake alimpigia pia mama yake yeye. Okay. Yani ile siku ilikuwa ni kimbembe. Yani mamangu yuko kwenye simu na mama yake, yuko na simu na babangu, na wakati huo babangu anajaribu kutafuta embassy. Yani ilikuwa ni unajua conference call, of course. Jambo lazima hawezi kukata kwangu wakati mimi nalia, anakataje? Yes, akati ili ndo nikipiga simu sipokee, anakuwa hajui. Nilisikia siku alizimia, yani vitu nilivyoambiwa vivotokea hiyo siku, nilijilaumu sana. Kwa sababu mama mimi hajawahi kuwa na historia za pressure. Ameanza kupata pressure kwa sababu ya stress like badangu. Yes. Like sijui na so kuna muda ninajilaumu sana, sijui na yani kuna vitu fulani yani nimempitisha, yani sijui na yani nimempitisha mamangu ambavyo yani nisinge, yani hivyo haipendezi. Yani inaumiza kwani kujua labda sijui unanielewa. Sitaki hata kuwaza, ni kila kiwa naenda kupima moyo wake, sijui akiambiwa chembe ya moyo sijui imevimba, yani mimi chozi natoka kabisa, maana najua it's my fault. Ni mimi ndo nimetengeneza mazingira. Anyway, so baada ya kutaja tu ile neno kwamba like embassy ya Tanzania, yani nakuitia embassy ya Tanzania usipomwacha mwanangu. Kwanza hapo mama alikuwa anamwambia mama yake, usimuue jamani, naomba nisaidie kumwambia mtoto wako asimuue mwanangu. Mama yake hapo sasa mama yake pia akamnanilia urafiki yake huyu. Sitaki kumtaja jina. Okay. Sera. Unajua maisha yako kabisa, they don't have to be there. Anyway, alimpigia rafiki yake. Out of nowhere nashangaa mtu mwingine anakuja ndani, anamwambia your mother. Mama yake sasa huko, don't kill that girl. Unajua Nigeria wanaongea, if you kill that girl I kill you, if you kill that girl I kill you. Unajua wanaongea. Mama yake naye anajaribu kunisaidia like yani asiniue, yani sijui mama anamjua mwanae. Mama anamjua mtoto ambaye anamtukana mama yake, anaongea tu na mama yake hovyo. Yani anakaa zaidi ya miezi 6 haongei na mama yake, afa akimpigia simu anamwambia mama nitumie. Asomtumia ni matusi au nini. Yani relationship ambayo toxic. Kwa sababu kuanzia mdogo mama pia hajawahi kumtetea mtoto. No, mama hajamtetea mtoto kivile. Mama anakaa anamwacha mtoto lakini ngoja niseme hivyo kwa sababu you never know. Labda mama alijitahidi kweli kwa jinsi alivyoweza, lakini mtoto mwenyewe aliona kama haitoshi. Sio unanielewa, sometimes we kids ndo tuna perspective ya hovyo. Sio unanielewa, sometimes it's really our fault. Because mimi ninavyoona kweli alikuwa anampenda mtoto wake, mpaka kuna muda alikuwa ananitumia message mimi. Mama yake ananitumia message mimi WhatsApp kwamba naomba unisaidie mwanangu asiende jela. Naomba unisaidie please, msimwitie embassy. Yani hasa hapo baada ameshakimbia, ameshatoroka, maana walivyosikia hiyo embassy akaogopa. Kwa akakimbia akatoka kaenda sio kujificha hapo kwa rafiki yake, kwa nyumba ya rafiki yake. Hapo sasa ndo nilipopata mimi mpenyo wa kufanya nini? Wa kutoka.
kwa sababu hiyo siku ningekufa hapo. Haki najua ningekufa hapo hiyo siku. So nikapata mpenyo nikatoka ndo namshukuru Mungu at least kwa kuna escort, yani kwa kuna security wakati narudi nyumbani. So nilikuwa salama na kesi, yani kwa sababu yale mazingira yalivyokuwa pale yali prove kwamba I was forced. Yani nilikuwa katika mazingira sababu nilikuwa had scars, nimetoka kupigwa. Kwa tayari walivyoniona wakaniachia tu nirudi nyumbani. They didn't, yani wakafuta kabisa na hiyo kesi, yani wakanifanya niahidi nitaenda kupata tiba. Hicho tu. Kwamba hata nikirudi nyumbani wasinifunge jela, wasinifanye wanipeleke labda rehab. Hivyo. Basi kwa kesi ikafutwa, nikarudi nchini kusema za kweli. Yani wazazi wangu walivyoniona jamani, it was just emotional. Very emotional. Yani very emotional kwa kweli. I understand. Sema ndo hapo tiba ilipoanza. Yani when I came home, huwezi amini, yani the moment nashuka kwenye ndege. Uli smell freedom. It's home. It smells like home. I don't care. It smells like my shoes is doing nini. It's home. Yes. Like sijui unanielewa. There is this freedom kwamba like my God. You have your people around. Sijui unanielewa. Like I have kila mtu ambaye yani sijui unanielewa on my side ambaye anaweza literally kuni protect with their life. Yeah. So hapo sasa nilivyoanza kufeel kwamba I'm safe. Nikaanza kubai tiba kwa sababu uweze kumforce mtu apate tiba. Yani huwezi. You can't. Mtabato ata relapse mpaka. Sio unanielewa. Mimi mwenyewe kwa sababu nilipitia vitu vingi sana, kufungwa kama kuku, sijui nini, kama nilivyokuambia kuna vingi sijakwambia. Hivyo. Yani kwa sababu nimepitia vingi, nikaona it's just not worth it. Mimi yes. Afia ukuingia kwa kutaka from the first time, so you're just ready. Although kuna miaka fulani hivyo kama 3 ndio nilikuwa sijaingia kwa kulazimishwa, mimi kwa kutaka nililazimishwa, lakini kuna muda ilifika nilikuwa mwenyewe natumia because tena sana tu. At the end of the day mimi sio kutetea wewe nini. You can't blame everything on everyone, sis. It reaches to a time lazima ukubali wewe mwenyewe kuna vitu fulani. No, as a human being sis, kuna vitu ambavyo sikutakiwa kufanya ile siku pale. Naingiaje kwenye to be very honest. Unamuona mtu amekaa pembeni, humjui, hujawahi kuongea naye, humjui, you don't know this person. Sijui unanielewa. You just sit hapo, unakaa naye, mnaanza kuform relationship wakati unaona kabisa huyu mtu hayuko sawa. Because I told you, kuna kitu kiliniambia kuna nafsi yangu. Yes. I told you, nakumbuka. Mwanzo kabla hata sijaongea vyote hivi kwamba nilimhisi kabisa kwamba there is something. Kwa nini bado nijiruhusu kuendelea kukaa kwenye mazingira wakati I could feel there is something not right. That was God trying to tell me something is not right. I would have listened to the God inside me ambaye alikuwa anajaribu kuniepusha kwenye janga ambalo lingechukua miaka 10 ya maisha yangu. Japo polite ningemsikiliza muda ule. So I can't blame. Hata kama ameniingizia au madawa, still you have a blame to take. Still ndo yale bad company spoils good habits. It doesn't matter umeingizwa hujaingizwa, the fact kwamba umejizungusha na watu kama hao na unajua kuna hizo hatihati zinawezekana hata kama hujaingiziwa. Mtu akiwa anavuta anakuvutisha na wewe. Do you get what I'm saying? Yeah. Mimi sasa hivi watu ambao wa zamani ambao nilikuwa natumia nao wanaweza sio wanaona kama nawaepuka na wafanyaje, but fine, I have to. Yeah. Kwa sababu nikikaa nao wananivutisha bila kupenda. Do you get what I'm saying? Whatever hizo nini wanazochanganya hizo unga wanazochanganya kwenye madude yao wanavuta na inhale hiyo kitu. Yes. Kwa vitu kama hivyo sijui unanielewa. So I have to accept kwamba nimekosea. Nimekosea hapa na jamii inatakiwa ijifunze kwamba kuna sababu kwa nini wanasema bad character spoils good habits. Usimtenge mtu kwa sababu ana shida, lakini kama unaweza kumsaidia msaidie. Kama huwezi ni bora yes. Ni bora ujiepushe. Tena msaada bora yani msaidie kwa step kwa sababu mwenyewe nilikwambia nilikuwa naona kama ni mtu I can help. Yes, mazingira yalikuwa kidogo yes. The fixing is what broke me. Yeah. Yani mimi kujaribu kumtengeneza mtu mwingine, kumrudisha mtu mwingine ndo imeniua mimi. Yeah. Understandable. You know? So evil. Okay. So now we have the full picture of you from kutokea kule mpaka kurudi. Yes.
I remember ushawahi kusemaga pia about your sister alivyojaribu kutafuta nini, you were out of reach and everything that we know. So mimi nataka tuende kwenye focus kwa sababu tayari washajua exactly what happened, what you went through and all that. Let's talk about rehab now. Wewe kwenda rehab, umesema ilikuwa ni your own choice, right? Yes. So ilikuchukua muda gani for you to like at least be okay, kurudi nyumbani? Okay, so it was a hard journey, to be honest. Hata kama nilikuwa nimeamua, yalikuwa ni maamuzi magumu kuyafuatilia, si unanielewa. So tiba ya kwanza tuseme haikuwa tiba sahihi kwa sababu tulirudi tu mara kwanza. Moja kwa moja mama kanipeleka kwa psychiatrist. Unajua ama specialist wa like yes. Nikaenda nikajielezea situation yangu fully, yani kwa open, nilimwambia kila kitu kwa sababu tayari nafsi yangu nilikuwa nimeshakataa hichi kitu. Lakini sasa kufuatilia, ngoja kwanza nikwambie step kwa step ndio utaelewa. So tunafika pale, psychiatrist anamwambia mama, huyu ukimwachisha ya madawa moja kwa moja anaweza kafanya nini? Anaweza akakufia hapo kwa sababu kuna organs za mwili ambao ushazoea kitu fulani ku function. Ukiziacha mwili una shut down. Una shut down. Ndio maana mtu ukiwa kwenye arosto, it's not just maumivu. Literally ni viungo vya ndani vya mwili wako yani vinakukumbusha kwamba bila hichi kitu yes, na ndio maana utatapika, utahara, yani hivyo ni your body inajaribu yani utawashwa, utaje kuona watu sijui unajua ninachosema, hiyo yote hiyo ni kukukumbusha kwamba jamani kuna kitu. So it wasn't easy. Kipindi cha kwanza tumeenda pale ndio hivyo, psychiatrist akamwambia inabidi umruhusu uende ukamchukulia haya madawa umpe. Wewe imagine mamangu anaenda eti kunichukulia madawa na ananiletea. Yani mimi ndio maana sometimes waga nawaza sana, ni Mungu kwa kweli amemsaidia mamangu kupigana hii vita na mimi. Hamna mama yani ambaye unajua kila alivyokuwa ananipa haya madawa nilikuwa naona kabisa macho yake yanalenga machozi. Na bado ananipa kwa sababu anajua kuna process. Sijui unanielewa. Yani ana believe kwamba tutafika sehemu fulani. Japo sasa hivi ndio ninakupa, tutafika tu muda ambao sitakuwa nakupa. Sijui unanielewa. Kwa ndio hivyo mamangu akawa ananitafutia mwenyewe, ananiletea, ananipa kwa dozi ambazo tumekubaliana na psychiatrist. Tukawa tunapunguza, tunaenda tunapunguza, baada ya mwezi tunapunguza, baada ya tunapunguza. Sasa ikafika muda nikawa bado najisikia roho, yani tumepunguza ikawa too much, naona kama haitoshi arosto. Sasa nyumbani amani ishaanza kurudi, furaha ishaanza kurudi, meno watu washaanza kukenua kidogo, kuna ile chaos kidogo, yani kidogo imeondoka. Alafu tena niwaambie tena jamani na arosto, sijui unanielewa sijabu kusema nini, nikaanza kuona kama vile nitapokonya ako kafuraha japo kadogo, yani japo ako kambegu cha furaha kaliko na yani nitakamegua tena. Nikaogopa kuambia, nikaenda nika relapse. Tena nika relapse unga. Vibaya sana. Mama anaingia chumbani ananikuta niko hivi. Haelewi tena, ashajua kwamba vitu haviko sawa. Ndio akaanza sana kutafuta njia nyingine. Sasa wakati huu akawaza kwa nini tusimpeleke kwa let's say pastor, yani padri. Amfani na muombe kwa sababu si aliwaza kiscientific kwanza. Akaona kama kiscientific hajafanya kazi, ngoja tujaribu pia na nini. Tena sio tujaribu, alisema tuende, yani kwa sababu sio issue ya kujaribu. Alisema wewe hebu tuende kwa pastor kwanza. Sijui unanielewa nachosema. Kwa tukamtafuta padri mzuri, tukaenda, nikaungama kusema za ukweli. Sijui kama mshawahi kuona kuna interview fani nilifanyaga Crown. Yani the feeling nilikuwa naelezea ile siku pale. Ushawahi kuwa na kiuzito yani kama kwenye kifua and then ukajihisi yani like in an instant. Sijui unanielewa. The moment nilivyoungama hakiwezi niamini because I was sleeping the entire time. Tumefika pale padri alikuwa anatoa sermoni yake, bado kuna misa ilikuwa bado haijaisha. Sijui unanielewa. Sasa nilikuwa nasinzia the entire time. Yani unajua maana I cannot keep my eyes open. Yani kwamba sitaki hata kuwepo pale. Yani nafsi yangu inakataa kuwepo hapo. Mimi naamini madawa yako connected pia na ushetani. Naamini. Haki naamini. Kwa sababu kwa nini kila ukitumia madawa, it's like hayo madawa ndio yanakuwa Mungu wako. Ni shetani anataka hivyo. Ni shetani anataka ile connection, ule ukaribu wa wewe na Mungu au kate. Yani akate aweke kitu hapo katikati.
Kwa madawa yanakuwa yanazuia ile direct connection ya wewe na nani? Na Mungu. Kwa sababu hutokumbuka hata Mungu ni nani. Hukumbuki wewe ni nani, uko wapi. Bro, Mungu hayupo. Exist hicho kipindi ambacho unatumia. Do you understand na shida kwambia? Yes. Kwa I have a strong belief kwamba hivyo vitu kwa kweli vimetoka kwenye mambo ya kishetani, because ni shetani pekee yake ndio ambaye yani his goal ni ku make sure kazi zote, malengo yote ya Mungu hayatotimika. Yani hiyo ndo kazi ya shetani. Malengo ya Mungu hayatotimika. Yani ndo anataka hicho. Yani anataka kila kitu ambacho Mungu anachokitaka anataka kigeuza hivi. Sio, unanielewa? So yani madawa kwa kweli yani sasa kusema ushirikiana, mapepo yapo ndani ya madawa. Na kila ukitumia yanaendelea kukaa zaidi, yani yanaendelea kupata foundation ya kukaa. Na yani yanatafuta kabisa kochi, yanajiweka hivi. Sio, unanielewa ninachokisema? Mpaka unasahau kabisa kama kuna kitu kingine. Hivyo. So yani to be very honest, nimetoka hapo nimeungama, nimejisikia light. Na uwezi amini, baada ya kuenda kanisani kusali ndo tukapata sasa njia sahihi ya tiba. Yani Mungu alitaka kutufundisha kwamba inabidi mkaanzie kwake. Sijui unanielewa. Exactly. Kwamba hata ukianza huku bila mimi nothing. Yes. Sijui unanielewa? Yeah. Because ni ile tiba ya kiroho niliyoipata kabla tiba ya mwili. Yes. You needed to heal from inside. Yeah. I was already broken from inside. Kwa tiba ya kwanza ilitakiwa tiba ya kiroho. Yes, spirit, yeah. Alafu ndo unakuja tiba ya mwili na alafu ya mwisho na ndo ngumu kidogo zaidi ya akili. Yeah. Unanielewa? Kwa namshukuru Mungu nilipata hizo, yani nilipata tiba hizo zote kwa hatua. Na ndio maana niko hapa sasa hivi. I am even nina amani moyoni mwangu, mimi sina kinyongo na yani sijui na I'm happy, ni mtu wa watu, kwa sababu ungekuwa ni mtu mwingine angekuwa ni mtu wa hasira, exactly. Hapendi watu, you don't want to talk. Yes, lakini after everything that I've went through, I still bado nimeamua to have love in my heart. Yani nimekataa kuweka chuki. Burden, yes. Chuki inafanya usipone. Sijui unanielewa? Because nina haki ya kusema nachukia binadamu wote. Of course. Sijui unanielewa? Yani sijui unanielewa? Lakini sasa utaishije hivyo hamna binadamu ni kisiwa? Tumeumbiwa kushirikiana. So I had to decide kwa na hata ugumu, how hard it was for me to go kujitoa tena kwenye dunia. It was hard. It was very hard. Trust me, ilikuwa ni ngumu sana. So many anxieties, mawazo mengi sana, mabaya, sijui unanielewa nikisema vingi sana. Lakini kuna siku tu nikajiambia, do you know what? It doesn't matter. Kama nimeweza kutoka kwenye vigumu zaidi ya kusimama tu mbele za watu kuongea, basi hata kusimama mbele za watu kuongea, hata kama ni udhaifu wangu ambao mimi huenda naweza nikaona kama ni udhaifu, kumbe mwingine ndo anaona kama it's victory. Yes. Sijui unanielewa ninachokisema? Ndio maana of course I'm scared. Of course I'm a human being. I have my fears. Kuna vitu ambavyo naogopa, na wasiwasi wa vitu fulani. Lakini kama wanavyosema, what is strength? Strength ni kuwa na oga lakini kufanya hata kama unaoga. You're afraid but you still do it. Yeah. You know? So ndo hivyo. Nilikatazwa sana nisiongelee kitu kwa sababu image kidogo ya familia, nini, kusitiri nini. Lakini bado nafsi yangu ikawa inaniambia no. You need to teach. I didn't almost kuna it's like no, sijakupitisha, sijakufundisha vyote hivi ili ukae navyo. Yes. Fundisha. Yeah, you don't know utaokoa ngapi. Yeah. Okay, so sasa baada ya hayo tumepigana vita vingi. Right now you're doing okay. You're still healing but you're fine. Yes, so I'm happy now. You're way better now. You're living your life. You're laughing. You're doing whatever you like. Lakini sasa one thing I know about watu ambao shai kupitia masuala ya uraibu ni kwamba you don't like people. You don't like kujichanganya kwenye watu. You feel like they are too judgy. I just told your friend kabla tujaanza interview, sijui kama atakuwa anakumbuka. Sijui kama mnakumbuka nilikuwa natoka. Like I can't see kuna unaona kama wanakubana. Yes. Ni some of the PTSDs ambazo zinakuwa zipo. Hizo wasiwasi ninazokuambia kama nikikaa kama hivi kwenye chumba na watu kwa muda,
I do understand. Kama hivi sasa hivi kwa sababu naongea na wewe kama nilivyokuambia mimi kelele zinanifanya ni focus. Yes. Literally hawapo. Kuna muda hapa naongea na wewe, it's like these people hawapo kwangu. Yani I'm so focused, I'm concentrated kwenye hichi kitu ninachokifanya. Kesho kwamba akili yangu imewa eliminate. Lakini kila nikikumbuka nikigeuka nikiwaangalia it's like wanarudi and I'm like whatever. I'm not scared of watu. It's just sio nisemaje kuna hii. Yes, like I don't feel safe 100% around people. Ikiwa na watu. So it's like napenda uvyangu kwa hicho kisema ni kweli. I think the side effect ni waraibu wengi wanakuwa hivyo. Yeah, exactly. And you know my question is, you're on socials. Uko kwenye social media, you post, you try to interact with people, unajibu comment, unacheka. I'm like, you know, I follow you on TikTok, you know, nafuatilia video zako za TikTok. I told you that. Sometimes you read a comment, you're like, she's just laughing at these people, but man, she's mad. And like najua amemkera, she's just fighting it kwamba have to be strong na kwamba ndo ulimwengu, lakini this is not fair for her. I mean, like I said, I'm human. I get angry. Obviously mtu akija kukutukania mzazi wako au kukwambia let's say sijui unanyelewa ninachosema, of course you're not gonna like that. Lakini unabidi uwe mature kuliko yeye. Mimi nimekuja kujifunza kitu cha muhimu sana hapa duniani. You meet people where they are. Okay, so nina so much knowledge, let's say, kwa sababu ya let's say vitu vingi ambavyo nimepitia, na wewe una so much knowledge kutokana na maisha yako vitu vyopitia, na wewe ana so kila mtu ana knowledge fulani hivi ambacho anacho yeye, let's say kwa wingi ambacho watu wengine let's say hawana, kwa sababu mapito ya maisha yako ni tofauti na kila mtu. Lakini sio kila mtu anataka hiyo knowledge yako. Sio kila mtu na hata ataikubali hiyo knowledge yako. So ilibidi nijifunze kwamba yes, you might be like una kitu cha kuchangia, lakini do they want kusikia hiyo kitu cha kuchangia? So nikabidi nijifunze kutana na watu pale walipo. Unataka nichangie, nitachangia. Utaki, I will just sio unanielewa hivyo. Yani hivyo, mimi sipendi mambo mengi. Yes, squeeze yani kwa kweli kwa sababu nilikuwa na kiherehere, yani nikikuona unadanganya nasema muongo mwingine haki nilikuwa ni hivyo. Lakini squeeze kama hakini punguzi au hakimuumizi mtu yote directly, you don't address I don't feel because you don't deserve my energy kupoteza my energy kama hata utaki kusikiliza in the first place. You know? So finally pia I see kuna comments ambazo zinajirudia mara nyingi on socials. So you're active on socials. And people are following you, people are watching. Wengine wanajifunza ila wanajifanya tu hawajifunza. Of course. The messages they're getting. Let me tell you something. Mimi nikwambie kitu kimoja. Mimi ni mfano. I don't need people to tell me I look good. Yes. Or I'm beautiful. No, you don't need their pity. Or your opinion in anything. I accept myself. Na mtu akishajikubali, akishajipenda yeye mwenyewe, trust me, yani, and I'm talking about 100% fully, nothing else matters. Nothing else matters. Yani mimi hapa na furaha zangu nacheza na mtu anakuja kucomment uje kucheza. Wewe nani amekwambia na post video za kucheza kwa sababu labda najua kucheza? Na post kwa sababu na furaha zangu, labda nimewasha muziki hapo nini nimecheza nimeenjoy na post. Eti tunakuja kucomment sababu hivyo. Ndio vitu kama hivyo. You just have to meet people where they are. Ndio akili yake inavyowaza. Kwa mwache hapo. Mwingine anawaza uchi, akili yake itabaki kwenye uchi, atakuja kucomment uchi. Kwa hiyo uwezi unaiacha tu hapo alipo. Unaendelea na vitu vyako, unasema I don't care anymore at this point. I don't care. Yani do you no. Kama ni mgeni social media, I think you will care after about every comments. Listen, I don't care. You have been through a lot to care about this. Especially yani nilivyoanza hii birthday yangu. Unajua kwa nini nimeamua kujispread my wings hivyo? Yani ndio kabisa nimeenda upi. Kwanza watu na Israel walitegemea bado nitaingia kizunguzungu zaidi. Ile picha yangu ya kwanza nimepiga full culture. Kimasai juu mpaka chini. It's your life. You get what I'm saying? Yes. Yani I always go OP na mawazo ya watu. Watu wategemea sio nitashona gauni gani, lakini nini nimekuja nimechanganya fabric tofauti, nimechanganya draft, nimechanganya maua, nimechanganya ni kama hichi kitu hapa labda. Mtu anaweza akakiona ni ugly, but kuna yani kuna sijui unanielewa, ndio maana nasema watu tuko tofauti. Kuna beauty kwenye hii chaos hapa. It is your own choice. Unanielewa? So nikaamua ni combine vitu vyote ambavyo kwa mtazamo kikawaida ukivichanganya kimtazamo wa kawaida sio pambe. It doesn't make sense.
lakini nikasemaje, on my birthday, this is my day and I'm going to choose to do whatever I want. I'm going to be bold if I want to. I'm going to do a bold henna if I want to. Yes. Sijui nanyelewa nachokisema, because I don't care anymore. There's nothing ambacho mnachoweza kukisema ambacho kitani affect vibaya vizuri zaidi ya kota ulikopita. Yes. You know, I understand. I get it. Doesn't matter. Na kwanza mimi naamini pia at some point ndio maana nimeumbiwa na akili ambayo inawaza kidogo tofauti, ili niwakumbushe binadamu from time to time kwamba jamani, wewe na wewe amlingani. Acheni kujifanya kafikiri vile mnalingana. You're different. Honestly, I feel like most of the kondoo, na waita kondoo because ndio hivyo, kuna makondoo na kuna ambao wana lead kondoo. Makondoo wanafanana. Ninasema tu mfano ili tuelewane. Wote ambao makondoo wanafanana wote ni waongo na ni mafake. Because nobody is the same. Hakuna watu wanafanana bwana. Nobody has their style. Nobody is the same. Kwa kama unajiona unafanana na mwingine, you're living a fake life. That's just the truth. You are people pleaser. And yes, you're a people pleaser. Yeah. You know? Na mpaka utoke kwenye hilo boxi, utabaki huko kwenye I think you heard that. But mimi nimefurahi sana. Because I know hata sio kwa mtu ambaye amekuwa tumraibu. Even in a very normal life situation, kuna lessons ambazo umezipitia wewe, a person can learn from it na maisha yakabadilika kabisa. So mimi nimefurahi sana kwanza. But can I say one more thing before you end this thing? Yes, I'm going to give you that position. There is something that people fail to also talk about. Kuna hii perspective fulani ambayo watu wanayo mtu akiwa ametoka kwenye historia ya uraibu. Kwanza watu hawaamini kwamba mtu anaweza kutoka fully. Yes, akapona kabisa. Yani watu bado kuna hii kitu ambayo always wataamini huyu ana shida. Shida fulani hivi. So kuna vile vitu fulani hivi ambavyo sisi kama waraibu, yani ningeomba kama inawezekana jamii ielewe kwamba huu ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine. Na ni ugonjwa ambao unaweza kufanya nini? Kutibika na kupona. Kwa hiyo kunyanyapaa au kututenga sisi waraibu wapati kazi wakishaingia kwenye matatizo. Ni ngumu sana mpaka ujitoe kabisa uonekane. Tena especially mimi na bahati tu nimetoka kwenye familia ambayo kidogo na huwezi kugundua kama nilikuwa mraibu. Nisingesema mimi usingejua kama nilikuwa mraibu. Sio na, lakini kuna watu wengine hawajabarikiwa kama mimi. Wakienda kuomba kazi hawapewi. Kwa sababu tu walikuwa na historia ya uraibu. Inabidi tuachane na hizi kwamba like hizi perspectives zinatuumiza zaidi. Unamvunja moyo huyo mraibu zaidi. Sababu mraibu anajitahidi kurudi kwenye jamii, afu jamii inamtupa tena. Inamkataa. Yaani mraibu anajitahidi kwenda kujiweka sawa ili arudi kuchangia tena kwenye jamii. Jamii inamreject. Kwa ndio maana wanajikuta pia wengi wana relapse. Sio unanyelewa. Mimi I'm a very open person. Nilianza tiba, nilisema kabisa mbele ya watu, mama akaja akafanya interview, nimemaliza tiba, bahati mbaya nikaumwa, nikachoma madoo, arosto ikaanza, ka relapse. Japo siku relapse unga ni relapse vile vidonge vya tramadol, but still nili relapse, nirudi nyuma, ikabidi tena nirudi Mwananyamala, nikaanzishwa tena tiba. Lakini namshukuru Mungu sikuanzishwa tena mamia kama zamani nilivyokuwa natumia maunga na manini. Nilianzishwa 5. Kwa sasa hivi natumia 2 na karibia tena kumaliza. Namshukuru Mungu. Hivyo. You know? Lakini ndio vitu kama hivyo. Yani just Na ndio maana social media, the first video I ever posted ambayo ili blow zaidi kwenye hivi vitu vya madawa kulevya. I was telling people kwamba muwe very careful kitu mnachowaambia watu. Mimi naweza nikawa na ujasiri wa not care maneno ya watu. Lakini sio wote. Unawaambia mtu mwingine kitu unashangaa kesho news amefariki. No, amefariki. Si bora hata wewe amerelapse. Umemfanya aende akajiue. Hapo ndo utafurahi. Kwa sababu unakuta pia hana hata strong support. It is a mental problem. Watu wanasahau kwamba hii kitu ina affect ubongo. Ubongo ni kila kitu kwa binadamu. Ubongo unakusaidia kuwaza, kuamka, kunyanyua vidole, kila kublink. Understood. Si unanyelewa? So jamii jamii inabidi yani elewa zaidi tatizo. Kama kweli unania kusaidia waraibu, sijui unanyelewa. Ukielewa zaidi tatizo, utaelewa jinsi ya ku-accommodate zaidi. My mom hakujua jinsi ya kunihandle. I'm the only child. Tuko wawili tu. Na mimi peke yake ambaye amejikuta ana matatizo ya uraibu. Ilibidi ajifunze na mimi. Tumejifunza through it. Anajifunza na mimi najifunza. Anajifunza jinsi ya kujitoa na yeye anajifunza jinsi ya kunitoa kwa kufanya. Kwa kama kweli jamii inataka kutusaidia ili janga la madawa kulevya lipungue,
inabidi kwanza tuanze kwa sisi wenyewe kwa wenyewe. Exactly. Tusaidiane. Sio unanyelewa. Usimtenge, unamwona mtu mtafuta poa anatumia sijui mani, unamtenga kwa sababu nini? Kama una uwezo wa kumpa yaani sijui unanyelewa, tujaribu kusema kubadilisha au mazingira, msaidie. Exactly. Kwa sababu inawezekana wanatoka na wana uwezo wa kuchangia. Mimi na jamani pale Mwananyamala haki kuna vipaji vingi. Kuna watu naona wana mchango mkubwa sana wa kuchangia kwenye jamii, lakini hamna opportunities. Hata wanajaribu. Yeah, naona wengine wanajaribu, wanaenda sijui unanyelewa ninachokisema, lakini hamna kitu kinachokika, hamna kitu kinachotika. Watu hawaelewi. Yeah. Na unamkuta mtu anarudi hapo anakunywa tena pombe. Yes, that's bad. You get what I'm saying? Kwa haitoisha hii issue mpaka tuwe na project fulani ambacho kitasaidia ku reintegrate wale waraibu ambao wametoka kwenye tiba, kuwarudisha kwenye jamii. Hiyo ndio tutakaposaidia kabisa uraibu umalizike kabisa. Ukishamtibu mtu roho, ukishamtibu mtu mwili, ukishamtibu mtu akili, lazima umsaidie arudi kwenye jamii. Tena kama ni mtu kawaida, kama jamii nyingine. Yes. Kwa sababu sasa anaishi wapi? Anaishi na sisi, anaishi kwenye jamii na sisi, anaishi kwenye sayari nyingine. Tuko wote pamoja hapa. Yeah. So asante sana kwa hiyo opportunity jamani. Yes. Mimi napenda, najua naongea sana muda mwingine najikuta overchangia. Sema napenda sana mimi kutoa elimu kama napenda tu, napenda. And people will learn through that. Nando Amy story yangu like to change. Honestly, asante sana kwa hiyo opportunity. Yes. Uwaga inani sometimes I don't really like kuongelea kama nilivyokuambia mwanzo, kurudia kwa sababu nimeshaongea kuhusu historia like yeah, and unajua ukirudia kitu ni kama unajikumbusha na unajirelieve, japo ndo inakusaidia kuheal zaidi, because the more unavyojisikia unavyoiongea the more inapungua. Interview kwanza nilitoa machozi. Yeah. Sio kama umeiona. Interview kwanza nilitoa machozi. Ya pili nilitoa machozi alilenga kidogo. Ya tatu kuwa mna machozi tena. Yaani hamna, sasa hivi nacheka. Yeah. So una heal unavyoendelea kuiongelea. Kwa asante pia kwa kunipush. Yes. Niongelee tena. Yeah. It's okay. It's okay. You know. Asa kama imekusaidia hivyo, imagine imesaidia watu wangapi. Naomba Mungu isaidie na watu wengi pia. Yes. Na mimi nawakaribisha mtu yote ambao my DM is free for anyone ambao nikiingiaga kwenye DM nikiona uwaga na wajibu wa kwanza wale ambao wenye shida. Kuwasaidia. Like hivyo. Mambo sijui mengine sijui nini ninakuja baadaye kabisa. Lakini na yani wa kwanza prioritize ndo wale. So nataka tu niwaambie msiniogope guys. Mimi niko kwa ajili ya pia kusaidia. Tunasaidiana hapa. You know, kwa sababu mimi mwenyewe kama nilivyosema bado na matatizo yangu. Kama nilivyowaambia miezi mingapi tu hapo juzi relapse. Yeah. It's a journey. Sijui unanielewa. Lakini as long as tunapigania, tunaendelea hivyo. So msiogope, mtu yote ambaye ana tatizo usijifiche. Samani nimekumbuka kitu kingine. Nilivyoingia kwenye tiba kuna vitu vya muhimu 12 kinaitwa 12 step program kwa ajili ya kusaidia waraibu kurudi katika afya zao wakijikuta wameingia kwenye madawa kulevya. Na kitu cha kwanza na cha muhimu sana kwenye hiyo 12 step program ni ukweli na like openness. Yes, wazi. Kwa sababu usiri na uongo ndo kitu ambacho kinasababisha na kinachochea madawa kulevya. Hamna mtu anayefanya madawa kulevya nje. Yeah. Ushawahi kuona mtu anakuja hapa anamwambia jamani najidunga. Anaenda anafanya nini? Anajificha. Yes. Kwa hiyo ukiachana na usiri na uongo unajipa nafasi kuanza kupona. Ndio uponaji wa roho hivyo. Yaani hivyo vyote ni uponaji wa roho pia. Si unanielewa? Na ndio maana nikaanza kwa kusema kuna hizo step hizo ndio zinaingiliana kule kwenye tiba ya roho kwanza, afu tiba ya mwili, afu akili. Yeah. If you want to know more na postigi content tofauti in my account naongelea ukitaka kutofautisha kama una marafiki zako ambao labda unaona ana shida fulani hujui kama anatumia uweze kutofautisha, na post jinsi ya kujua jicho la sijui bangi, jicho sijui la nini, ili ujue kama una mtu yote wa karibu ambaye ana shida fulani umsaidie. Yani na post information tofauti knowledge tofauti kwenye account yangu. Msiogope jamani, mnitafute, nitawajibu. Nimewaintegrate watu zaidi ya 2 kwa Dr. Ongo. Sasa hivi wanapata wanapata msaada. I'm here to help jamani. Na msiogope, msione hata aibu. So mnaniona mimi hapa sasa hivi. Yani niko zangu, yani niko na bounce, yani sijui unanielewa. No life issue. Is going on. Yes. Wow. That's amazing. Jamaa nafikiri mmesikia social media za kwake anatumia Lynn Misamba, TikTok pamoja na Instagram.
yuko na a big number of following pia. Kwa hiyo utaona tu account yake utaijua. Ana post clip nyingi za kudance, cast, you know, yuko na baba, yuko na mama. Ni utani mwingi. Ana content nyingi ambazo pia zinafurahisha. So kama tu content zake zote eti anawaambia kuhusu madawa. No, there is a lot of things kwenye page yake pia. So unaweza ukapita na ukihitaji msaada unaweza ukapokea. Lynn, Mungu akubariki sana for what you're doing. We know it's not easy. Kama ushaikuwa na pia kwa kuanzisha platform ya kama hii ya kutoa hizi elimu kwa jamii. Nyie ndio wa kuwashukuru pia. Kweli. Yes. Okay, jamani, nafikiri story mmeisikia na mmeenjoy. In case unahitaji kushiriki kwenye Story Yangu podcast, you know how to do it. Utatuandikia story yako dear Femina Hip ama story yangu ama page yangu ya Instagram chica_14, and then story yako ikikidhi vigezo utakuja utakaa hapo utatupa story yako. Na kama kuna mtu unatamani kusikia story yake, feel free to comment kwamba ni nani unatamani kusikia story yake, and then sisi tutahakikisha anakuja na unaisikia story yake. Hopefully mmejifunza mengi sana siku ya leo na there is more to come. Msisahau tu kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Story Yangu pamoja na digital platforms zetu nyingine zote tunatumia hivyo Story Yangu podcast. Hapa nazungumzia Audiomack, Boomplay, Spotify, huko kote unazipata episode zetu kwa mfumo wa sauti. So wewe tu kuendelea kusupport ili kuhakikisha ya kwamba unapokea elimu mbalimbali, lakini pia unawa introduce rafiki zako ili waweze kupata haya madini kwa pamoja. Shout out nyingi sana ziende kwa team ya production na wale wote ambao wamehusika kuhakikisha kwamba episode hii inaenda hewani. See you next episode. Bye guys. Story Yangu podcast, utajifunza kitu.